السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Tunaendelea na darsa yetu ya usulul fiqh katika kitabu chetu cha Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, juzu ya kwanza, na leo tulitazame neno al-mubahu. Neno al-mubahu ni neno la lugha ya Kiarabu. Sasa tutaangalia namna gani watu wa lugha walivyoliarifisha neno hili. Al-mubahu huwa fi lughati ma'khudhu min al-baha. Neno mubahu nalo katika lugha ni neno lililochukuliwa kutokana na neno al-baha, wa hiya as-sahatul wasi'a. Nalo neno hili likiwa na maana ya uwanja mpana. Ukisema al-mubahu, jua kwamba ni neno linalotokana na al-baha, ikiwa na maana as-sahatul wasi'a, uwanja mpana. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanawachuoni wa usulul fiqh, neno al-mubahu huwa ma'adhunu fi fi'lihi wa tarkihi. Nalo ni lile jambo ambalo limeruhusiwa kulifanya na kuliacha, bila madhin au dhammin lifa'ilihi au tarikihi, pasina kusifiwa au kulaumiwa mwenye kufanya au mwenye kuacha. Nahau, mfano, kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Kama wewe hauna njaa ya kukuua wala kiu cha kukuua, kula kwako wewe na kunywa kwako wewe ni mubahu. Huo ndio mfano wake. Wal ibahatu min al ahkam shar'iyya, na ibaha ni miongoni mwa hukumu za kisheria. Waqad ankara ba'dhu al mu'tazilati dhalika, na kwa hakika baadhi ya mu'tazila wamelipinga hilo. Wao wanasema mubahu si katika ahkamu shar'iyya. Wamepinga hilo muhtajina, wakisimamisha hoja bi anna ma'ana al-ibaha, kwa kusema kwamba maana ya ibaha nafyul haraji 'anil fi'li wat tarki, ni kukanushika kwa dhambi kunako kufanya na kuacha. Wa hadha thabitun qabla urudi shar'i, na jambo hili lilikuwa limethibiti kabla hata ya ujio wa sheria. Kabla ya kuja sheria ulikuwa ukifanya hakuna cha dhambi, ukiacha hakuna, yani ukifanya hakuna cha dhambi, ukiacha hakuna, yani ukiacha hakuna cha dhambi, ukifanya hakuna cha thawabu. Istiwa'u baina tarfaini, ni kulingana baina ya ncha mbili, baina al-fi'li wa tarki. Sasa jambo hilo lilikuwepo hata kabla ya kuja kwa sheria. Sasa kama jambo lilikuwepo kabla ya ujio wa sheria, vipi nyinyi mwaliweka katika ahkamu shar'iyya? Mu'tazila wanapinga. Wal jawabu, na jawabu, anna al-fi'la al-mubah, ni kwamba tendo la mubaha imma an yusarriha ash-shar'u bitakhayyir fihi, imma inaweza ikaja sheria ikaweka wazi ukhiari uliomo ndani yake. Mambo kama hayo yapo, inakuja nasu inaweka wazi ukhiari uliopo ndani ya jambo fulani. Fahadha qad warada fihi khitab, basi kwa hakika katika hili itakuwa imekuja ndani yake khitabu. Wal khitabu huwa al-hukm, na khitabu ndio hukumu. Jambo lolote ambalo limeelezwa ukhiari baina ya kufanya na kuacha, hiyo ni khitabu, na khitabu pia ni hukumu. Kwa hiyo huu ni ushahidi unaoonyesha kwamba mubahu ni katika ahkamu shar'iyya. Hiyo ni hoja ya kwanza. Wa imma an yadulla shar'u ala nafyi al-harji an fi'lihi wa tarkihi, na imma inaweza sheria ikajulisha juu ya kukanushika kwa dhambi kunako kufanya tendo na kuacha.
ikajulisha kukanushika kwa dhambi. Wa hadha aidan hukmu, na hii pia ni hukumu. Kwa hiyo bado huo ni ushahidi unaoonyesha mubahu ni katika ahkamu shar'iyya. Wa imma alla yata'arradhu lahu shar'u bidalilin khas, na ima sheria inaweza isilielezee jambo hilo kwa dalili maalumu. Wa hadha imma an yuqala fi, na katika hili imma yawezekana kukasemwa ndani yake dalla ala ibahatihi umumatu shar'iyya, umejulisha juu ya uhalali wake uumumi wa kisheria. Ka kaulihi ta'ala, kama vile kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, bila shaka ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekuumbieni nyinyi wanadamu vyote vilivyomo ardhi. Kwa vile ambavyo havikuainishwa na sheria vinaingia katika umumatu shar'iyya, na miongoni mwa vile vinavyoingia katika umumatu shar'iyya ni mubah. Kwa hiyo bado mubahu tunaihesabu kuwa ni katika ahkamu ash-shar'iyya. Kwa hadithi hii huwa alladhi khalaqa lakum, kwa aya hii huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, bila shaka ni yeye Allah ndiye ambaye amekuumbieni nyinyi vitu vyote vilivyoko ardhini, miongoni mwa vilivyoumbwa na mubahati. Fahuwa hukmu, basi hiyo itakuwa ni hukumu vile vile. Wa imma an yuqala fi hadha, na imma yawezekana kukasemwa katika hili la hukmu lahu min hilli au hurmati au ghairihima, jambo hili halina hukumu ya uhalali au hukumu ya uharamu au hukumu nyingine tofauti na hizo hukumu mbili. Pakisemwa hivyo tu tayari jambo hilo limeingia kwenye hukumu. Kisemwa tu kwamba jambo hili halina hukumu ya uhalali au hukumu ya uharamu au halina mambo yote hayo mawili, tayari mubahu inakuwa imeingia kwenye ahkamu ash-shar'iyya. Tutakomea hapo, na Allah akituwafikia siku inayofuata tutaendelea. Isipokuwa ndugu mtazamaji, muhimu ni kusubscribe katika chaneli yetu ya Masjid Zainab Online TV Nyashishi, kwani ukisubscribe itakufanya wewe upate notification mapema tu ya darasa kama hizi, na utaingia na kuweza kustafidi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tawfiki, wallahu wali tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.